wote wanasema kwamba hii ni kwa ajili ya kuikomboa Iran. Zinaamini uthabiti wa Mashariki ya Kati utaimarika kwa kuondoa utawala wa Mamluk, na haijalishi nani watakuwa watawala wapya wa Iran. Hili swali nataka nikuulize Ibrahim Rahbi, unakubaliana na mitazamo kwamba Mamluk ni tatizo kwa usalama wa Mashariki ya Kati? Ukirudi nyuma, kama tukiangalia tatizo la Mashariki ya Kati, tutaangalia kuwa majirani wa Irani wako vipi. Ukitazama, ukiondoa proxy wa Irani ambao wana matatizo binafsi upande wao na madai yao, hasa proxy ambao wamekuwa labda Hizbullah wamekuwa na matatizo na Israeli katika kile kitu ambacho kinafahamika hata kwenye Umoja wa Mataifa, ukaliaji wa Israeli upande wa kusini na kaskazini ya nchi hiyo. Kwa hiyo kuna mgogoro upande huo. Ukiangalia Wahuthi wana mgogoro binafsi wa ndani, Hamas pia wana madai yao dhidi ya Israeli. Irani haijawahi kushambulia nchi yoyote wala jirani yake yoyote, lakini Irani inafahamu kabisa kuwa inaishi na majirani ambao muda wote huwa wanatumika dhidi yake. Sasa kama utawala huu wa Mamluk umekuwa na shida kiwango hicho, kungepata jibu la kuwa nani anayefanya hivi. Hebu rudi tuangalie kuwa, kwa sababu tunaona kuwa Israeli kila jirani yake yoyote kamgusa. Amepiga Syria, anapiga Lebanon, anashambulia Iraq, anashambulia ila. Sasa hebu tukue shida ya Mashariki ya Kati Iran kweli, kwa sababu kwa rekodi inaonyesha miaka 200 kabla ya huu mzozo Iran ilikuwa haijamgusa yoyote. Tatizo ambalo wanazitaja mataifa haya, Marekani, Israel na mataifa ya Kiarabu, ni kwamba kwa nini Iran inakazania kuunga mkono makundi ya wanamgambo wa Houthi, Hizbullah, Hamas? Kwa nini Iran inahitaji makundi haya? Kuhitaji makundi haya ni swala jingine. Nimezungumza awali kuwa madai ya uhakika ya Hizbullah ni dhidi ya ardhi ya Lebanoni ambayo imevamiwa. Hao ni madai ya uhakika, na ndio maana ukienda Umoja wa Mataifa, UN, haitambui kama Hizbullah ni kundi la kigaidi, isipokuwa EU na Marekani ndio wanatambua kuwa kundi la kigaidi. Kama haitambuliki kama kundi la kigaidi kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, lakini inatambulika kuwa kundi la kigaidi kwa mujibu wa Marekani. Kwa hiyo kuna tofauti ya mtazamo wa ule unachoona. Maana yake kuwa Irani anaunga mkono washirika wake kama ilivyo Marekani anaunga mkono, kwa sababu hawezi kumtumia mtu kiwango cha ushirika kuwa utashirikiana na huyu na utaachana na huyu. Kila mmoja anayeona kuwa huyu atanisaidia naweza nikashirikiana naye. Kwa hiyo swala la kuunga mkono haya makundi ambayo yanadai haki zao, hebu rudi nyuma wakati wa shambulizi la Hamas la Oktoba ile 2023, nenda kachukue kauli aliyoizungumza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Guterres baada ya ile shambulizi. Alisema haikuwa ni basi, haikuwa ni mlipuko tu umetoka hawa wakalipuka. Akaendelea kutoa maelezo kuwa wako kwenye ukaliaji, wako kwenye dhulma, wako kwenye kila kitu wanachokidai. Manake ni haki yao wanaidai. Alizungumza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sasa ni tafsiri ya magharibi kugeuzwa kwa watu ambao wanadai haki zao. Mashariki ya Kati ilikuwa imetulia kwa sababu kulikuwa kuna mkataba uliokuwa wa pande zote ambao ulihakikisha eneo ni tulia, lakini toka 2018 hakuna utulivu wa Mashariki ya Kati. Naam, nije kwako Abdul Fattah, kwa kutazama ambayo umeyagusia awali na hasa hali ya ndani ya Iran. Tunafahamu kwamba kifo cha Khamenei na maafisa waandamizi wa kijeshi na kisiasa bila shaka kimeacha pengo ambalo lina taathira ndani ya Iran. Rais Trump inaonyesha anaamini mashambulio yake yataamsha vuguvugu la kuangusha utawala wa Tehran. Swali ambalo watu wanajiuliza, kwanza, wa Iran kweli wenyewe wanataka utawala wa Shah au wanataka kubadili utawala mbali na huu? Na wewe kwa mtazamo wako unazipima vipi athari za vita hii na hasa ndani ya Iran? Kuhusiana na mtazamo wa Iran walio wengi, ni kwamba Wairani walio wengi wanaunga mkono utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Huo ndio hakika mambo ambao umekuwa ukishuhudiwa hapa kila wakati zinapofanyika chaguzi za urais, chaguzi za bunge, na kila yanapofanyika maadhimisho ya mapinduzi ya Kiislamu kila mwaka, ambapo Wairan hujitokeza wenyewe kwa wingi katika maandamano ya kuunga mkono mapinduzi. Na jambo ambalo liko wazi kuhusiana na msimamo wa Iran katika suala la nchi yao, Wairan wana mitazamo aina mbili. Mtazamo wa kwanza ni mtazamo wa kidini, kwamba walifanya mapinduzi mwaka 79 na wakaunga mkono na wakaidhinisha kwa kura ya maoni Jamhuri ya Kiislamu.
Lakini mtazamo wa pili wa Iran na kwamba Iran ni nchi ambayo ina historia ya miaka mingi. Kwa hivyo wao wenyewe ni kwamba pamoja na kwamba wana hitilafu za baina yao za ndani, wana malalamiko wakati mwingine kwa serikali yao, na malalamiko hayo ambayo Iran wanayo hasa katika mazingira ya kiuchumi na hali ya kimaisha, kila mtu anajua kwamba hayo nayo kwa sehemu kubwa sana yamechangiwa na vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Iran, ambavyo wenyewe wanasema pia kwamba ni vikwazo vya kidhalimu na vikwazo vya kidhulma, havina msingi wowote ambavyo vimewekewa wa Iran na kuweza kuathiri sekta mbalimbali hata za kijamii katika hali hapa nchini. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo wa Iran wanalielewa, na kwa msingi huo ndio maana wa Iran wenyewe, kwa kukumbuka historia kama alivyoashiria Bwana Othman Miraji hapo, jinsi gani huko nyuma serikali zao walizochagua wenyewe zilivyopinduliwa kwa ushawishi wa Marekani na Uingereza na kutaka Iran iendelee kutawaliwa na utawala wa kifalme kwa maslahi ya magharibi, ni kwamba hilo ni jambo ambalo wao wenyewe hawataki kuliona tena katika nchi yao. Kwa hivyo linapokuja suala la kwamba je, hivi sasa baada ya kufa kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei, makamanda wakubwa wa kijeshi, hii hali ina taathira gani kwa hapa ndani? Bila shaka hii hali ina taathira kubwa, lakini mimi niseme kwamba kwa mtazamo wangu na kwa ninavyojua Iran kukaa hapa miaka mingi, ni kwamba Trump na Netanyahu walifanya kosa kubwa sana kumuua Ayatollah Khamenei. Kama walitegemea kwamba kufanya hivyo kutarahisisha kazi yao, kufanya hivyo kumefanya kazi yao ya kuondoa mfumo iwe ngumu zaidi. Kwa sababu Iran si nchi ambayo ni ya kifalme, wala si nchi ambayo inaongozwa na mtu mmoja. Ni nchi ambayo ina mfumo unaofuata katiba na sheria na una taratibu zake. Linapotokea jambo lolote, vipi uongozi wa nchi unaweza kuongozwa, na ndicho ambacho watu wanakishuhudia hata hivi sasa. Kwa sababu wachambuzi wengi hapa, hata sisi tunaoishi hapa, tulikuwa muda wote tunajiuliza swala hilo kwamba ikitokea huyu kiongozi wa sasa atakufariki, hali itakuwaje hapa ndani? Na tulikuwa tunawaza hilo katika mazingira ya kawaida, hatukufikiria kwamba kama atakufa kwa njia ya kuuawa, tena atauawa katika wakati wa vita, hali itakuwaje? Lakini ukiangalia mpaka sasa hali bado ipo thabiti, na sitaki kusema kwamba hali hii itaendelea muda wote na kwamba hakuna uwezekano kutokea machafuko ndani, kwa kuzingatia kwamba hivi sasa hivi rais wa Marekani anatangaza wazi kwamba wako tayari kuwapatia silaha wa Kurdi kutokea kwenye mipaka ya Iraqi, wapinzani wa Kikurdi, wapinzani wa Kibaluchi, wapinzani wa makundi mengine yanayounga utawala wa kifalme, wapatie silaha kama walivyofanya katika maandamano ya Januari, ili na wao waanze kuanzisha machafuko ya ndani kwa ajili ya kuangusha utawala. Hilo bila shaka lipo na hakuna ajuaye kwamba nini itakuwa hatima hilo, lakini ikiwa mtu ataitathmini hali ya ndani kwa insafu, ni kwamba Wairani walio wengi wanaunga mkono serikali iliyopo hivi sasa madarakani, pamoja na kwamba wana manunguniko na wana malalamiko mengi kuhusiana na hali ya kimaisha na hali ya kiuchumi iliyopo hapa nchini. Lakini Abdul Fattah, swali hapa ni ikiwa hali itabakia ya uvumilivu kwa Wairan kwa muda gani? Kwa sababu ukweli unaodhihirika kwa muda huu ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Irani imefikia katika kiwango chake dhaifu kabisa tangu ilipoasisiwa mwaka 1979 na vita vile vya siku 12 kama tunavyosema na Israel na mashambulio ya Marekani, lakini pia haya maandamano ya umma sambamba na hali ngumu ya kiuchumi ambayo tumekuwa tukizungumzia kila wakati, ambayo sidhani ni rahisi kuipatia ufumbuzi haraka. Mimi nataka nikuulize Othman hapa, unadhani wewe ni kwa muda gani utawala wa Tehran unaweza kuhimili? Bado utaweza kustahimili kwa muda fulani, utaweza kustahimili. Na makosa makubwa kwa Netanyahu na Trump kufikiri kwamba kumuua Ayatollah Khamenei kwamba ndo suluhisho na kwamba Wairani watakwenda mabarabarani na kupindua utawala wao. Sivyo kabisa. Sifikiri kwa muda ufuatao wa miaka michache ijayo, kwa sababu Wairani wana imani ya nchi yao, ni wazalenda halisi. Hawatokubali utawala wa kigeni na ule wa Shah ulioifisiri nchi ile. Katika utawala wa Shah kulikuwa maovu mengi, utumiaji mkubwa wa mabavu na watu kudhulumiwa na madanguro katika Teherani yalikuwa yamezagaa, ulevi umezagaa, ufisadi mkubwa wa maadili ya Kiirani lakini ni wa Iran kwamba watakuwa na uvumilivu huo au watalazimishwa kuwa na uvumilivu, kwa sababu hali iliyotokeza miezi kadhaa iliyopita tuliona umma mkubwa kabisa unaandamana kupinga hali ngumu ya kiuchumi ndani ya Iran na watu wameuliwa. Lakini hawako tayari kupoteza imani zao za kidini. Ujue Ayatollah Khamenei
si kiongozi wa nchi tu, alikuwa ni mkuu wa dini madhehebu ya Kishia duniani, kwa sababu Washia hawako Iran tu, wako Lebanon, wako Kuwait, wako Bahrain, wako nchi mbalimbali za dunia. Yeye alionekana kama kiongozi. Ni kama leo nilikuuliwa papa wa Roma kwa Katoliki. Washia leo wako kwenye masimanzi makubwa, kuna huzuni kubwa, na huzuni hii haitokwisha leo au kesho, kwa sababu makosa makubwa amefanya huyu Netanyahu na Trump kwa kuendeleza zile hamu zao za kutaka kujitanua Israel na kuona Israel kwamba kizuizi kikubwa katika siasa zake za upanuzi katika Mashariki ya Kati ni Iran. Basi bora kumuondoa huyu Khamenei ambaye alikuwa ni kizuizi kikubwa, lakini kumuondoa Khamenei ni kazi bure, kwa sababu kuna makhamenei chungu zima huko Iran. Kwa hivyo haya ni makosa makubwa na kuitumbukiza dunia katika zogo na katika maafa makubwa, kwa sababu athari zake hazitokuwa tu huko Iran na katika eneo la Ghuba. Athari zake zitaonekana leo. Njia ya kupitia meli ya Hormuz iko hatarini, imefungwa, na athari zake za kiuchumi duniani, bei za mafuta zitapanda duniani na athari zake zitakuja mpaka Afrika Mashariki, na hatujui nini mwisho wa mambo haya yatapokuwa. Hamna mtu anapenda vita duniani, lakini huyu Trump na Netanyahu ameitia dunia katika mzozo mkubwa kabisa. Ni makosa makubwa katika siasa ya kigeni. Naomba nije kwako Mubelwa. Hakuna mtu anayependa vita, anasema Othman Miraji, lakini ni nani ambaye anaweza kuvizima vita hivi? Hili ndilo swali kubwa. Mara nyingi tunautazama Umoja wa Mataifa kuwa pengine ndio suluhisho la mwisho la kutuliza hali ya mambo, lakini Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres tumemsikia tu akilaani mashambulio ya Marekani na Israel, lakini pia hatua za kulipiza kisasi zinazofanywa na Iran. Unafikiri Umoja wa Mataifa unaweza kuchukua hatua tofauti zaidi ya kutoa kauli tu za kulani? Hakuna ninachoweza kutoa, kwa sababu ili Umoja wa Mataifa ufanye maamuzi hasa itakaa Baraza la Usalama, ambalo nani atakuwa na kura ya veto? Atakuwa ni Marekani, na mara kadhaa amegoma kushiriki katika hilo. Lakini pia watasema kama wanataka kuchukua hatua wao wenyewe, pesa tayari wana struggle sasa hivi, wana shida kubwa sana ya fedha, kwa sababu Marekani, Donald Trump alichofanya, amekwenda ameminya mrija wa fedha, ameanzisha bodi yake ya amani upande huu, inawezekana ikaonekana kwamba ikawa ina nguvu kuliko upande huu. Kwa hiyo anachokifanya Donald Trump alikipanga. Pengine kitu kimoja ambacho ningetamani kugusia, ambacho tutagusia, ni namna ambavyo inatumia hizi nchi zinatumia mhimili wa 4 wa dunia ambao ni mass media katika kutoa taarifa mbalimbali. Kuna mtu mmoja alizungumzia, akasema kwamba ukiangalia vyombo vyote vya Marekani vinapozungumzia walinzi wa maji katika upande wao wataita Coast Guard, wanapozungumzia kuhusu Afrika na sehemu nyingine wanaita wale wa rebels kwa namna fulani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hawa watu madai wanakuwa hivyo, wanaikanyaga Iran kwa kuwasaidia baadhi ya makundi, ila wao wanafanya hivyo hivyo ili makundi yao yaweze kuchochea vitu vingine. Kwa hiyo Marekani sasa hivi, mtu atakaye kuja kunyamazisha hivi vita kwa upande wa Marekani sidhani, lakini hapa nchini Marekani kuna uoga mkubwa wa nini kinaendelea. Hapa nchini Marekani kuna shida sasa hivi ya nini hasa ambacho kitatokea, na tunaanza kuona namna ambavyo watu wanaanza kujipanga kwa ajili ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Huo unaweza ukawa dawa, kwa sababu kama yataendelea kidogo kwa muda mrefu. Sasa hivi tumepata ongezeko kubwa la siku moja la bei ya mafuta kuliko kupata kutokea ndani ya miaka mitatu baada tu ya vita hivi kuanza, na inaonekana hali inaweza ikawa mbaya. Sasa kama mafuta yatapanda na askari wakaendelea kuuawa, nikafika mwisho katika uchaguzi wa katikati ya muhula, Democrats wakichukua chamba mbili, Trump alisema na anajua fika kwamba atakuwa impeached, atashtakiwa kwa yale aliyofanya na anaweza kaondolewa madarakani. Kwa hiyo hicho kama kitatokea sasa hivi, pengine ndio suluhisho ambao lipo karibu zaidi, kwa sababu tunajua Umoja wa Mataifa umeng'olewa meno kama kibogoyo na hauna namna ya kuweza kumng'ata Marekani wala Mwisraeli. Lakini Ibrahim Rahbi, kutanuka na kuendelea vita hivi kutakuwa ni kwa maslahi ya nani? Lakini nadhani pande zote mbili zinaweza zikafaidika kwa hili. Irani ambao wameitanua vita kwa kugusa maslahi ya Marekani walisema awali, lakini inapowafanya hawa washirika wa pembeni wanaojulikana kabisa kuwa kambi zao ndio mkakati mkubwa ambao unatumika kuishambulia Irani na kuidhofisha Irani, pale wanapoona kuwa kuna tishio kubwa la upande wao. Mfano unaweza ukachukulia mfano kama hii nchi ya UAE ambayo unaona kuwa ni nchi ambayo uchumi wake umesimama kwa kusimamishwa na wawekezaji zaidi kutoka nje.
Sasa nchi ambayo ina mashirika kadhaa makubwa ya ndege, uwanja wa ndege umefungwa kwa muda usiofahamika, safari zote zimeondolewa, maanake ni uchumi wake umekwenda kusimama, na yenyewe ni nchi ambayo inatumia pia mfereji wa Hormuz na yenyewe haiwezi kufanya lolote. Kwa hiyo hawa ni washirika ambao ndio wafadhili wakuu wa uchumi wa Marekani. Ukiangalia sawa na Qatar, ukiangalia Qatar msambazaji mkubwa wa gesi, tayari amekata usambazaji wa gesi. Unaona tayari pressure inakuwa ni kubwa kwa hizi nchi ambazo ni wafadhili. Saudi Arabia ni mfadhili wa serikali ya Marekani. Sasa nani anafaidika? Hizi nchi zinampa pressure Marekani kuwa hali ni ngumu kwetu, maanake hata sisi hatuwezi kukuletea chochote. Kwa hiyo zitasukuma haraka kuwa Marekani, hebu acha maliza. Nadhani kuna shinikizo ambalo kwa upande wa Irani inaweza kuwa hiyo, lakini upande wa pili Israel pia inafaidika kwa mgogoro kuwa mkubwa zaidi, kwa sababu karibu hawa majirani wengi walio pembeni ambao wanaungana kwenye hili ni wale ambao wako upande wa pili wa Marekani. Yani faida ya nani? Inakuwa faida ya Israel, lakini Israel inafaidika kwa nafasi 2 au 3 kwenye hili. Moja ni hii ya kuwa mgogoro unakuwa mpana, washirika wengi watakaoingia kwenye mgogoro wanakuwa upande wa Marekani. Lakini kama Mashariki ya Kati itachafuka zaidi, yeye atafaidika zaidi. Yani wanamrahisishia kazi ya kile kitu kinaitwa Great Israel. Kila machafuko yanapotokea kwenye nchi, Israel kuingia kuchukua eneo. Kama hivi sasa mgogoro mdogo uliozuka Lebanon, tayari wameingia wamechukua ardhi. Ilipodondoka serikali Bashar al-Assad, wameingia wamekata ardhi. Yani wanasogea taratibu katika kujenga kile kitu kinaitwa Great Israel. Sasa kama wataweza kuishawishi au wakavutia Saudi Arabia kuingia kwenye mgogoro na Iraq ikaingia kwenye mgogoro, ile mipaka ya pili inazidi kusogea upande wa pili wa Great Israel. Utakuwa na kazi baadaye ya kurekebisha upande wa Jordan ambao ni nyepesi, na upande wa pili wa Misri itakuwa kazi nyepesi. Hiyo kwenye kile kinachoitwa Great Israel ambayo ni ndoto ambayo iko hai. Na maswali kadhaa ambayo ningependa tuyapitie haraka kabla muda wetu haujamalizika kabisa. Na mimi nataka nije kwako Othman Miraji kwa kuitazama Ulaya na namna inavyotazama mgogoro huu, kwa sababu mpaka sasa kinachoonekana ni kwamba Ulaya imegawika, na jambo hili halijamfurahisha Trump ambaye tunaona kwamba ashaanza kutoa vitisho kwa nchi za Ulaya kama Hispania, tumeona na Uingereza. Kwa mtazamo wako, unapima vipi misimamo ya viongozi wa Ulaya katika hili? Ulaya inaweza kuburuzwa na Marekani kuunga mkono vita hii? Inaweza kuburuzwa, lakini si kuburuzwa sana hivyo Bisaumu, kwa sababu wanajua wazi kwamba makosa haya makubwa ni ya Trump na Netanyahu. Wewe vipi utakuwa unafanya mazungumzo ya amani ya mashauriano huko Muscat, huko wengine wakisema mazungumzo yanafanya maendeleo mazuri, na wakati huo katika mazungumzo yao umempeleka majenerali wa kivita katika mazungumzo ya kidiplomasia, unapeleka majenerali wa kivita washiriki katika mazungumzo, halafu baada ya siku 3 unaishambulia nchi na kumua kiongozi wake wa kidini na wa kinchi. Inaonesha vipi kwamba nia si safi ya Marekani katika mazungumzo ya kutafuta suluhisho hili. Huo ndio ukweli wa jambo. Othman Miraji, muda wetu unakwisha, lakini kama naweza kupata mtazamo wa Abdul Fattah, hili ni kitu ambacho wanajiuliza watu wengi. Kwa nini Beijing na Moscow zimekaa kimya, hazisaidii Iran? Urusi na China hazijajiingiza katika mgogoro huu kwa sababu, mtazamo wangu mimi, 2 za msingi. Sababu ya kwanza ni kwamba pamoja na kwamba ni nchi ambazo zina uitifaki wa ushirikiano wa kimkakati na Iran, lakini ni nchi ambazo zinaangalia kwanza kuliko jambo lolote lile maslahi yao ya kitaifa na maslahi yao ya kimkakati. Inapokuja suala la Iran ni kwamba hayakutani pamoja kutokana na msimamo wa Iran ulivyo katika masuala ya kiulimwengu, hasa masuala ya kiitikadi ya ulimwengu wa Kiislamu. Sisi sote tunajua kwamba pamoja na upinzani wote unaweza kusikika kutokea nchi mbili hizo, lakini kama ambavyo ilivyo Marekani na kama zilivyo nchi zote za Ulaya, China na Urusi nazo pia zina mtazamo chanya kuhusu Israel. Na labda nimalizie kwako Mubelwa, muda wetu umeyoyoma kabisa, lakini labda hapa unaweza kutupa fikra zako kwa kifupi kabisa, na unapozingatia hasa kilichofanywa na Marekani kwenye mataifa kadhaa kama Iraq na Afghanistan, unafikiri Washington inatazamia kupata ushindi wa namna gani Iran? Kwa sababu tumemsikia Trump anasema vita hii haiwezi kumalizika mpaka unapatikana ushindi. Hatujajua kipimo chake cha ushindi ni nini, kwa sababu kama ambavyo nafikiri alipata kuzungumza mchangiaji mwingine ni kwamba kama ingekuwa lengo lao lilikuwa tu ni kumondoa Ayatollah,
basi wangeweza kufanya hivyo, na tulitegemea pia kwamba angetangaza kukimbia vita, kwa sababu baada ya hapo angekuwa na kitu cha kuweza kukimbia nacho, kusema kwamba tumemwondoa hatua tulitaka. Kama lengo lake ni kuangusha utawala wa Iran, wanajua na wote tunajua kwamba hiyo inawezekana ni ngumu na upo uwezekano isifanikiwe. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ndio maana imeonekana Donald Trump tayari amekwisha anza kuomba mazungumzo na Iran. Amesema kwamba mazungumzo yatakuja kulingana na utashi wetu sisi, kwa sababu tayari ameshindwa, tayari anapoteza ushawishi hapa nchini Marekani na hali inazidi kuwa ngumu. Simuoni akishinda katika namna yoyote ile, hasa kuzingatia kwamba hata hajatuambia kipimo cha kushinda na kushindwa ni nini. Na asante sana Mubelwa Bandio, ni mwandishi wa habari na mchambuzi kutoka huko nchini Marekani. Msikilizaji, mjadala wetu wa maoni mbele ya meza duara ndo umefikia mwisho, lakini walikuweko katika mjadala huu Abdel Fattah Musa, ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati kutokea huko Tehran, na alikuweko kutoka Fujairah UAE mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi, na visiwani Zanzibar alikuweko Othman Miraji, ni mhariri mstaafu wa DW Kiswahili. Mimi ni Saumu Mwasimba niliyekuwa mwenyekiti wako kwenye mjadala huu. Asante na kwaheri.